Pia kufuatilia utekelezaji wa maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu ambaye alikuja kukagua hapa na akatoa maelekezo. Nilifuatilia kwa sababu najua mkurugenzi alikuwa anaendelea kufuatilia, katibu tawala alikuwa anaendelea kufuatilia, wote wa wilaya na mkoa na mkuu wa wilaya. Na nilikuwa napata taarifa. Baadhi ya vitu ulivisema lakini haukuvifanya. Baadhi ya vitu ulianza kuvifanya lakini kwa spidi ndogo sana. Kwa mfano, mojawapo ambalo alilisimamia lilikuwa ni jambo ambalo nilikuwa nimesha kubaliana wenyewe, na siku tukawa tumemwambia Mheshimiwa Waziri Mkuu, umekubali utafanya sabu, msainiane mikataba. Nikamwambia hilo limeweza kufanyika. Lakini ufuatiliaji wa vitu vilivyoagizwa nje haukuweza kuthibitika kama kweli kuna vitu vimeagizwa nje, jambo ambalo ulikuwa umelisema siku hiyo. Lakini kikubwa zaidi ni kufuatilia kwa tarehe 28 mwezi wa pili ambao ulimwahidi Mheshimiwa Waziri Mkuu utakamilisha mradi. Tunaona dalili hiyo. Sasa nimekuja kujiridhisha, lakini wewe mwenyewe unakiri kuwa haitawezekana. Ulishaongezewa muda. Na siku ile Mheshimiwa aliagiza pia, sasa hatuna muda mwingine wa extension. Kwa sababu kila siku zipo mpya, kila siku zipo, mara utasema mvua, mara unasema kitu gani. Lakini ninachokiona kukosa commitment halisi ya mkandarasi. Kigeuka jengo hili hapa, unaona watu wanapiga lipu. Lakini hapa tungetegemea kama unajua huko nyuma, wangekuwa wengine wanapiga huku, wengine, yani kazi hizo zingekuwa zinaenda sambamba. Lakini ukiangalia tu idadi ya watu pale wanaonekana sio wako watatu wanaopiga lipu, yani inaonekana ile dhamira kwa sasa niko nyuma, niende kwa haraka. Kasi ile haionekani. Natupa shida sana sisi wasimamizi. Kwa sababu mlipopata kazi mlithibitisha uwezo wenu na mkaonyesha kuwa mnaweza kuifanya hii kazi kwa uaminifu na kwa uadilifu mkubwa. Sasa unachokifanya hapa ni kama tunachohangaika kwa wale mafundi wetu tunaotoa force account. Fundi wa force account ndio anaenda kwa speed, tumwambie ongeza speed, fanya hivyo, sababu anafanya chini ya ufuatiliaji wa karibu wa engineer wa serikali. Mkandarasi tunategemea ana manpower ya kutosha, utaalamu wa kutosha, ujuzi wa kutosha na utashi wa kutosha kufanya kazi ya serikali kama ambavyo ameiomba. Lakini mradi huu nao umekuwa kama force account. Kila siku lazima mtu aje, lazima tumtume, na sisi tena tumekuwa kama wafuatiliaji wa karibu. Sasa hii inakuwa ni mbaya kwa serikali. Lakini hadi sasa mshatukosesha tabasamu la wananchi wa hapa soko la Majengo. Walitegemea wapate tabasamu ile tangu mapema, lakini sasa hatuoni dalili ya wao kupata tabasamu mwezi huu wa 3 tukiona hili jengo. Kwa sababu spidi yako haithibitishi utayari wa kumaliza jengo hili kwa wakati. Jambo ambalo tuliomba nyingine wakati ule ni work plan. Kwa naomba hii work plan unaosema tarehe 28 ujali utakamilisha. Tuone umejipanga kufanya nini. Work plan hii hatukuipata, lakini hata leo mnavyoongea sioni kama work plan ipo, kwa sababu mnaongea tu kama tutakamilisha, tutafanya hivi, lakini ingekuwa na mpango hapa, tumefanya tarehe fulani tutafanya hivi, tutaongeza mafundi hawa, kwa watu maliza siku moja, kazi hii siku 3, hapa kuwezeka siku 2, madirisha siku 2. Kwa hiyo tungekuwa na work plan ambayo inasema kweli kwa mpango huu tunaona huyu mtu amejipanga na yuko tayari kumaliza hii kazi kwa muda anaosema.